Bwana, baada ya sakata zito ambalo liliweza kutokea kuhusiana na Hamisa Mobeto pamoja na mume wake ambaye ni Azizi Ki. Azizi Ki ameamua kuweza kufanya maamuzi ya yeye kuweza kufunga ndoa na mwanamke mwingine, jambo ambalo watu wengi wameshindwa kabisa kuweza kuelewa ni kwa nini haya yote yameweza kutokea kwa upande wa dada yetu Hamisa Mobeto. Licha ya mambo kuweza kutokea, Azizi Ki yeye ameweza kujifanyia maamuzi na kusema kwamba anaenda kufunga ndoa na mwanamke mwingine, na hapa tayari bwana mkubwa Azizi Ki ameshaweza kufunga ndoa, na wengi wao waliweza kufurahia sherehe hii baada ya kuweza kutokea, na wengi wao wakasema kwamba kwa hiki ambacho kinachoendelea sasa, tunaamini Mungu atasimama nasi na atatufanya tuwe wa thamani sana katika maisha. Na wengi wao wakasema kwamba kwa haya ambayo yanayoendelea sasa, Mungu atatusimamia kwa namna tofauti tofauti, kwa sababu kuna mambo mengi yamekuwa yakitokea kwenye maisha, hivyo hatuna budi kuweza kuwafanya watu wengine waendelee kuenjoy zaidi, kwa sababu kila linalotokea katika hii dunia watu wengi wanatamani kuweza kujua mengi zaidi. Na wengi wao wakasema kwa haya yanayoendelea, Hamisa Mobeto anatakiwa kuweza kujifunza mambo mengi, kwa sababu tunaona Hamisa Mobeto ni mwanamke ambaye mara zote hapendezwi na yeye kuweza kukaa kwenye ndoa kwa muda mrefu, na wengi wao walikuwa wakijiuliza maswali mengi kwamba imekuwaje bibi huyu kuweza kuingia kwenye ndoa kwa mara nyingine. Kwa hiki ambacho alichoweza kukifanya, wacha tuone mwisho wake itakuwaje, ila tunaamini kwenye kila linalotokea lina sababu yake. Ila yote ya yote, wengi wao waliweza kufunguka vingi na kusema kwamba Hamisa Mobeto anastahili kuweza kupata haya ambayo yanayoendelea, kwa sababu wengi wao waliweza kufunguka vitu vingi na kukiri kwamba kuna mambo mengi yamekuwa yakitokea katika maisha ya bwana mkubwa Azizi Ki, hivyo ana nafasi kubwa ya yeye kuweza kuachana na kile kitu ambacho kinachoendelea. Na wengi wao waliweza kufunguka na kuzungumza mengi, kisha wakasema kwa haya yanayoendelea sasa, wacha tuone mwisho wake itakuwaje, kwa sababu tunaona kuna vitu vingi vimetokea katika maisha, na wengi wao wanatamani kuweza kuhakikisha bibi huyu hapati maumivu, lakini ndo kama hivyo mambo yanazidi kuwa mengi kadri siku zinavyozidi kwenda, na wengi wao walimsihi sana anatakiwa kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika mikakati na misingi iliyo bora, lakini ndo kama hivyo wanasema sikio la kufa halisikii dawa siku zote. Ndo kama hivyo dada yetu ameshapigwa kiboti na mwanaume tayari ameshaweza kuoa mwanamke mwingine. Bwana, mambo ni mengi, halafu muda ni mchache. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.